Hello my beautiful people. Na wasalimia wote ambao mnazidi kufuatilia Eric Burundi TV. From today, niko pamoja na Mihigo, brother Mihigo. Yes. Kwema bro? Tunamshukuru Mungu. Yeah, Bwana Yesu asifiwe. Amina kabisa, Mungu ni mkubwa sana. Brother Mihigo, ni siku nyingi sana zimepita huko nyuma, tulikuwa tujaonana, piga story 2-3, lakini mpaka sasa hivi nimeona kwamba umekaa kimya tangu kipindi kile unatukubalia kwamba unataka kuachia kitu kipya. Ndio tulikuwa tujui sababu, tupe sababu gani ambayo imesababisha mpaka sasa hivi hujaachia kidude bro? Asema tu nionjo unifuatilie kwa sababu nilikuwa na wimbo wangu wa mpya ambao unaitwa Asante, nilikuwa bado sijautoshea video. Nikaidia watu wanaonifuatilia kwamba soon nitatoa video. Sasa hapo lakini tayari ishatoka. Yeah, imeshatoka video. Iko hivi, iko 1500 hivi ya watu ambao ngapi lakini? Imeshafaa siku nyingi sana. Yeah. Basi tunakaribia kwenda kwenye mwezi hivi. Basi ngoja basi tuongelee na hili hapa. Kwa upande wa wasanii wenzako hivi. Tushaona kuna wasanii ambao mpaka sasa hivi wapo wanafanya kazi nzuri, pia kuna wengine legendary na wao wako wanasumbua sana. Lakini hatuja kuona unafanya kazi collab pamoja na wasanii ambao wao washakata njia tayari, washakuwa kwenye hatua nyingine. Nadhani hilo jambo tayari nimesha kulizungumzia sana. Muda ukifika tutafanza nao, lakini this time kwanza bado tungali tunatengeneza mazingira yetu sisi wenyewe. Kwa sababu kama jinsi nilivyozungumza nikasema kwamba kufanya collab na muimbaji mkubwa na wakati mwenyewe kwanza hujajipanga vizuri ni kama tu unapiga maji yanachemka afu baada ya muda kidogo yanapoa tena. Lakini pale utakapofanya collab na muimbaji mkubwa, umejiandaa vizuri kipromotion na vingine ambavyo vinahitajika katika muziki, itakuwa ni collab kubwa sana. Kuna waimbaji wengi wazuri ambao tunajuana nao, wana majina yao sana tu. Lakini naona kwamba muda bado haujafika wa kufanza, na muda ukifika tutarudi hapa kuambia mashabiki kwamba tuna collab na waimbaji wengine. Afu sasa good news. Tuna collab na muimbaji mzuri sana wa kutoka Tanzania, Bon Maitege. Lini sasa ngoma? Waisubirie lini? Soon tunatoa. Siwezi nikapenda kwa idea na ni tarehe kwa sababu nisijeonekana muongo. Lakini tuko kwenye maandalizi, tunafanya maandalizi ya hiyo wimbo. Hapa karibuni tu wataona huo wimbo. Kiasi gani cha pesa ambayo umeweza kukitumia kwenye kazi yako hiyo ili ikamilike? Pesa ni pesa nyingi sana. Ukiangalia kumlipa director wa kushoot video, kumlipa wa kufanya audio na vingine kwenda location, matransporo, chakula, nini, vitu vingi. Hata pale kwenye studio tunatumia gharama nyingi sana. Yaani ukisema kwamba niseme labda nikisema gharama ambayo inatumika, wamoja watasema anaongezea kubali bwana, anaongeza, amejazia masifuri. Mimi napendaga yani nifaze kitu ambacho watu iko kama ni surprise tu. Vile vitu ambavyo walikuwa wanawaza labda hatuwezi tukafanza, yaani wakuje kuviona tu na surprise tumeshafanya kitambo na mambo yanaenda vizuri. Hivi mabadiliko gani ambayo umeyaona mpaka sasa hivi kwenye huu muziki wenu brother? Mabadiliko wa sasa kwangu mimi, mabadiliko ni makubwa sana kwa sababu zamani mimi nakumbuka wakati mimi naanza muziki, nilipopost nyimbo yangu ya kwanza kwenye YouTube, nilipopiga 200 views, niliona kwamba ni watu wengi sana. Watu 200 ukiwapanga fasi moja ni watu wengi sana. Sasa hivi tunaanza piga 2000, 3000, ni hatua kubwa sana. Na mbele tulikuwa tunafanza vitu ambavyo watu walikuwa wanaamini kwamba tunaweza. But this time tunaanza fanza vitu ambavyo watu wakiona wanasema huyu mtu ni mtumishi wa Mungu kabisa. Vitu ambavyo anafanza ni vitu ambavyo viko ndani yake kabisa. Hiyo ni hatua sana. Japokuwa kwa sasa kifedha hatuingizi chochote kile, ni kama tuko tunatupa tu mkate baharini, tutaogota huko mbele. Lakini tunaamini kwamba Mungu alituita katika kazi. Tuna believe sana katika yeye. One day maisha yetu yatabadilika kutokana na hii kazi ambayo tuko tunafanza. Kisha tutatembelea magari mazuri, tutakuwa na nyumba nzuri, tutazaa watoto wazuri, tutakuwa na fedha. Na sisi pia tutaheshimika kwa wale ambao kwa tuzarau leo, wanatuona kama tufanye chochote kile. Tuna believe vile sana. Mihigo, ngoja niende kumalizia kufunga kipindi chetu. Nikushukuru sana kwa muda wako ambao umetupa. Na hisi watu watarajie kupata collab ya Bon Maitege. Nadhani wananisikia vizuri. Mtarajie kupata collab ya Bon Maitege, mtarajie kupata collab kali sana kutoka kwa Mihigo. Mihigo, neno moja la mwisho ambao unaweza kuambia mafanzi wetu wanaotufuatilia kwa muda huu? Watu ambao naweza nikawaambia ambao wanatufuatilia kwenye Eric Burundi TV, waaminie tu kwamba cha kwanza watuamini kwanza.
na waamini ile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yetu, kwa sababu watu wengi kinachowasumbua, unaona kama sasa hapa kwetu Burundi, akijua kama ni mwimbaji wetu wa Burundi akifanya kitu anakichukua, yani anaki underground, anakiona kama ni cha chini sana, lakini akishakuwa wa nje anaona kama ndio ni kitu kikubwa. Hapa kwetu Burundi tuna vipaji, na watu ambao watainua vipaji ni sisi Warundi wenyewe. Naona hakuna mtu atatoka Nigeria, Tanzania akuje kuinua waimbaji wetu hapa, ni sisi. Ndio maana naweza nikaomba sana muendelee kutusupport, ajapokuwa support kifedha, lakini kimaombi, kutuombea zaidi, kwa sababu hii huduma ina majaribu mengi sana, na pia kwenda kutusupport katika mitandao yetu ya kijamii ni jambo la maana sana, ili itasaidia. Yes. Basi ni mimi Simba from City aka Bin Laden Sharpshooter in Monaco. Ndabakunda cyane ati ciao. Yani pige Shiringa.